kichefuchefu. Naona aibu sana mama yangu. Wakati mwingine watu wananiambia mimi babangu ni maskini. Binti mwanangu, usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Mke wangu. Naam. Kwa hizo taarifa, mimi niko na kijiakiba hapa ndakupatia ukiweke. Ili tu mambo yakiwa sawa, hakuna kubabaika. Sawa mama wangu. Binti, huo mfuko kaweke pale watu weka karatasi zetu za Mungu. Mama leo hajaniletea hata peremende. Inshallah nitakuletea kesho. Oye, nani huyo? Utoke huko nje mwanangu. Niambie. Poa. Shwari. Sema shwari. Kabisa. Safi. Dala zinampata? Dala zinatoka mara moja. Sawa. Ya, nashukuru kukupata wewe. Maana nilikuwa ninakuja kwa ajili yake, lakini kwa venye namkosa hakuna shida. Tunaweza ongea. Sasa Nego, mbona usikae chemba wewe na Dallas ukajaribu kumkanya kuhusu upuuzi anaofanya? Mbona usimwambie tu akaanza kufuatana mambo ya masomo mpaka akamaliza, alafu mambo ya uraibu na mapenzi atakuja tu baadaye? Haya, ujue kwamba urafiki wetu anapotea, na ni wewe ndio umwambie. Jaribu kumkanya tu, yani acha na mambo ambayo atamharibia maisha yake ya baadaye. Dada. Dada, samahani kidogo. Dada. Dada. Dada, samahani, umemwona mdogo wangu njiani? Yaani umeniona posta sio? Ama umeona watu wote hao hawezi kuongea na Dallas mpaka mimi. Sasa sikani kuchane mwanangu marupurupu. Mimi sio serikali ya mitaa ama serikali kuu. Alafu pia acha kuishi maisha mababu. Huo ni ulumbukeni. Bro, amka basi. Maisha kufatana yalisha muda wake. Kila mmoja anaishi kwa staili yake. Wanasema your dress, your choice. Sawa? Haya, ondoka. Alafu ukiona mahali popote jishikilie. Mimi sina shobo na maisha ya watu. Wa marupurupu. Mimi naendelea kufungua kituo cha ushauri ili uwe mzee mshauri. Mpuuzi we. Yaani watu wengine badala wafikirie mbinu za kutoboa kimaisha, au wanakaa na kufikiria maisha ya washikaji. Haya, kakojoe ulale huko.
Sasa kuniita kote huko nikadhani jambo la Mungu, kumbe ni wewe ujinga tu. Hapana, nimekufananisha. Samahani sana dadangu. Sasa sikia, siku zingine kama una mambo ya kuongea unyamaze tu kuliko kufananisha watu. Watu wenyewe tuna stress zao kichwani, wewe ni ujinga tu. Sikiliza nikwambie, mimi sitaki kabisa kutumwa mambo ya kijinga kwa hawa jinga wenzio. Ujue mimi na Mungu sina subra ya kutukana na watoto wa kike. Nitakujazibua mtu baula tutam uje mpate potrisi. Lakini bro, sitaki cha lakini. Hii story haina cha maelezo. Hali cha msingi ilikuwa ni kujulishe tu. Sitaki ujinga huo. Mtu anasema, "Oh, mpatie mamako au kole wewe, mimi niolewe." Mimi ni wewe. Waambie basi kwa mimi ndugu yako. Alafu bro, achana mapenzi. Kitu kizuri chajileta chenyewe. Samahani, sikudhani kama itakuwa ni wewe. Basi nilikuwa nadhani wewe ni kiziwi. Hapana, akili yangu ilikuwa mbali kidogo. Okay, sawa. Mimi nilikuwa nakusalimia tu. Namba zangu hizi hapa. Naitwa Failati. Na wewe je? Naitwa Parliament ya Mabungu. Wow. Sawa basi. Mimi bado sijamaliza kuuza mambo yangu. Acha nikaendelee na majukumu. Sawa, nitakutafuta. Sawa, hello, sinitafuta usiku kaka. Usidali, nitajitahidi. Kupata chochote kabisa, kupata chochote yani, alipeleka hata dala hata shilingi ya kupata. Kwa mwanangu ambie wewe, kwa sababu simu ile ilirejesha kwa mwenyewe. Wewe pipi wana kama wana, Yani cheki namba chafu, alafu achukua goma mrudishe ule anarejesha, yani line chengi mwanangu. Sasa fanyeni hivi, cheki, mimi nakuona mtu lakini si mtu wewe. Sasa mlamu, sisi hapa tufugi mbwa sio winda mwana. Hiki ni sasa kiatu ya takataka tu, bure kabisa hii. Mwanangu asituongee aishe, kwani kuna nini? Si ataisha tu, tuongee tu. Okay, jini fresh. Kaza ngundo safe. sasa amepiga machoko kwa maskati yana no eso mwanda. Wagozo wanikataa babu. Ngemi wako ndani. Hebu safe hapa. Wewe vipi watuletea nini hapa? Yule mshamba kweli. Kijana nego. Oe, nakuaje blood? Shwari kabisa. Sema nya skofu masela huyo. Wapi ndo mwenyewe? Mzee wa sio. Ndio tunasema. Sisi ndo wanyama hizi Au sio? ya man. Bana. Yule babako mshauri alikuwa ya kusaka sana. Babangu mshauri. Unamzungumzia nani bro? Zawadi, mke wangu. Hali hapa nyumbani nadhani unaiona, sio kusimuliwa mke wangu. Madeni, mikasa, ni vitu vingi mke wangu. Hata ukiangalia mtoto wetu shule venye anaenda, sare zenye hazieleweki mke wangu. Na kuomba mamangu, uko nakoenda, zingatia ulichokifuata. Mara nyingi mke wangu, wanawake wakipata fursa kama hii ya kupanda kule majuu, waga wanaenda kushawishiwa na vitu vingi sana.
Maana ukishapata hicho kipesa tu mke wangu, utakimbilia kununua smartphone ili uishi katika ulimwengu wa kisasa mke wangu. Facebook, Instagram nini. Wenzio wakifika kule mke wangu, hujisahau kwa wanaume wa Facebook. Wanasahau kuwa kuna wanaume wa future huko wamewaacha. Acha ujinga basi Dallas. Yule mshauri wako wa maisha. Unamzungumzia Marupurupu? Sasa fikra kwa dogo nani mwingine. Alikuja pale home, akaanza kudadea sijui niketi na wewe. Sijui nikushauri vitu fulani, yani sijui nikwambie nini, vitu kibao yani. Simuelewi. Yule jamaa alichanganyikiwa naye. Ama wewe jogoo pande mlima, ndio maana anionea wivu. Mke wangu, dhiki ndio zimekupeleka huko mke wangu. Shida ndio zimekupeleka huko. Mke wangu tunakutegemea. Mke wangu nakuangalia kwa jicho lingine, sitegemei ukawa kama hao mke wangu. Unanielewa? Na kuomba uzingatie chenye kitakupeleka. Na kukumbusha tu kwamba utakapofika huko usiende kudanganywa na tanga la leso kwa saula minyaa. Mimi wako nakupenda sana. Na naomba hii ndoa yetu isiwe kama hizo zenye zilivunjika. Sawa mke wangu? Nakuombea sana, maana hizi safari na hizi simu za kisasa zimeharibu ndoa nyingi sana mke wangu. Amin. Kweli kabisa umehangaika sana 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 kwa ajili yetu na mwanangu. Amini kwamba mimi ni wako na ni wakati wangu wa kuthibitisha upendo wangu kwako. Ondoa shaka baba. Lengo kuu ni kuyabadilisha maisha yetu. Kwa hiyo sioni wa kunibadilisha akili kabisa. Nakupenda mume wangu. Penda sana. Lakini wajua sometimes ule dogo yongea ukweli. Sasa tunashinda tu kumuelewa. Sasa hapo ukiangalia kuna ukweli gani wewe? Dallas. Mimi sikwambii uache. Lakini hebu tuende step baba. Sawa? Wajua jibilisha sana wewe. Haya, leo walelewa. Kesho wale. Utampa nini? Nego. Yaani kati ya siku ambayo umenichanganya ni leo. Nego, mimi nakwambia ukweli bro. Umebugi tena umeniudhi. Sasa hapo nini cha kuunga mkono hapo? Nini ambacho unajadili wewe? Sikia nikwambie mtu wangu. Mimi nyuma sirudi tena, ni mbele kwa mbele. Alafu kiendelea hivyo, mwanangu mimi nitakupunguza. Huwa na gani huo? Anyway, kwa joido keje yetu ni nchi ya uhuru sasa. So mtu akijisikia kufanya kitu basi afanye. Lakini sasa outcome zitakujaje? Sophie, samahani kwa haya ambayo kwamba nitakwenda kukuambia. Kumbuka wimbo wangu ni ule ule mmoja ambao kwamba ninakuimbia kila siku kwako, na wala sitochoka kukuimbia. Nakupenda sana Sophie, ndio maana unaniona punguani kwako. Hii hapa zawadi ndogo ambayo kwamba nimekuletea kwa ajili ya upendo wangu kwako. Naomba uipokee.